Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Yangu ni Abdul Hafidh Abedi Fereji. Kunia yangu ni Abu Ummi Muhsin. Alafu kwa maarufu pia najulikana kwa Sheikh Chichi. Sijulikani kwa jina lingine. Ili jina la Abdul Hafidh sijulikani hasa, bali najulikana kwa Chichi. Hilo ndio jina ambalo kwamba nilikuwa najulikana zaidi. Mimi nimezaliwa Chake Pemba. Naam. Lakini nimekwenda kuzaliwa tu, kisha baadaye nikarudi mtaa huu ambao kwamba wa Miembeni niliyokuepo. Naam. Na mpaka leo ndio nipo hapa. Na nimekulia katika mtaa huu. Sijakulia katika mtaa mwingine wote ule. Na umri wangu ni miaka 56. Nimezaliwa mwaka 1967 mwezi wa 10. Ilikuwa ni tarehe 27 pia ya mwezi huo wa 10 1967. Ni sasa na hijiria ni kiasi miaka ulikuwa ni mwaka 388 hijiria. Bali nimesoma nimekula hapa mpaka darasa la 12. Kisha baadaye nikatakiwa niendelee, lakini sasa sikuendelea tena, nikaanza kusoma kwa mashekhi wale waliokuwepo hapa toka niko mdogo. Kwa siku hizi tulikuwa bado hatujafahamu, tulikuwa tunasoma kwa mashekhi. Kwa mfano nimesoma kwa Sheikh Mertaju, mmoja katika mashekhi wa nchi hii, walikuwa si katika mashekhi wa kisalafi, lakini nimesoma kwa yeye na kwa wanafunzi wake. Alafu baadaye nikasoma kwa Mertaju mdogo mambo ya lugha pale, na yeye ni katika watu ambao kwamba katika zama hizo hapa ndio walikuwa wanaongoza kwa mambo hayo ya lugha. Baba yangu alinitaka niende kule nikasome, niko mdogo bado sitafahamu, nikanasoma na nikanajiendeleza kusoma. Kisha baadaye katika miaka ya 80 mwanzo nikasoma kwa Sheikh Nasr Abdallah Bachu. Nikawa kila kitu nasoma kwa Sheikh Nasr Abdallah Bachu. Baada ya hapo na baada ya kufahamu wale mashekhi, kanaendelea kusoma mambo ya lugha. Kakwenda kusoma alfajiri kwa wao, tunakwenda kusoma mchana kwa Sheikh Nasr, ndo tunakwenda kila wakati nyumbani kwake, mimi na yeye watu wawili. Kaniwekea muda, wakati wa usiku, wakati mwingine wakati wa asubuhi, na wakati wa jumla jamaa toka nyumbani kwake mpaka misikitini, lakini sio zile darasa za jumla jamaa, bali za watu maalum ambao kwamba walikuwa wanasomesha. Nimeamiliana na Sheikh Nasr Abdallah Bachu kwa miaka ambayo kwamba isiyopungua 27. Na ndio nimesoma kwake. Tena baada ya hapo ikawa kama wanatokezea wanakuja walimu kama vile kutoka Sudani, wanatoka Saudi Arabia, mbalimbali wale, na kwenda kujiunga katika darasa zao za kwenda kusoma katika yale mambo ambayo kwamba yalikuwa kuongeza elimu. Lakini zaidi na zaidi ni kwa Sheikh Nasr Abdallah Bachu, ambaye yeye mwenyewe kasoma kwa mwanafunzi wa maarufu huyo anaitwa, ambaye baadaye alimalizikia Kenya, Sheikh Abdallah Saleh Farsi. Sheikh Nasr Abdallah Bachu kasoma kwa shekhe ambaye kwamba alikuwa kasoma kwa Sheikh Abdallah Saleh Farsi. Alafu pia nikasoma kwa wanafunzi ambao kwamba wanatoka kwa Abdallah Saleh Farsi. Kwa mfano kwa Sheikh Wesu yuko Sheikh, na wanafunzi wake yeye yuko mwanafunzi wake ambaye sasa hivi kishafariki, anaitwa Mwalimu Muhammadi, Mwalimu Ahmada. Kwake pia nilisoma sana katika vitabu mbalimbali, lakini zaidi hasa miaka yangu na kusoma sana kwangu ni kwa Sheikh Nasr Abdallah Bachu. Na yeye ndiye alikuwa alinichagua kama nikaa katika hatua za Jumaa, na yeye ndiye ambaye kwamba alikuwa amenichagua kama nianze kusomesha. Na yeye Sheikh Nasr alikuwa akinipa nasaha nyingi kulikweli katika maisha yangu yote. Allah subhanahu wa ta'ala wengine walikuwa wametusaidia katika mambo mbalimbali, hasa katika mambo ya lugha, au katika kama Sheikh Mertaju mdogo ambaye alisoma Madina, lakini hakuafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata sunna. Hivyo na kwa kushiriki katika semina mbalimbali kama Dar es Salaam za kuja semina, kuja mashekhi kutoka Saudi Arabia, ndio sisi kwa tunaalikwa, na katika sehemu nyingine kama hizo. Kwa ufupi ni huyo Sheikh Nasr Abdallah Bachu ndiye ambaye kwamba nimechukua sehemu kubwa kwake, na ndio sababu naweza kusema kama
kila kitu Allah kakekea sababu subhanahu wa ta'ala. Sababu ni Sheikh Nasr al-Bachu. Allah sabika ni mmoja katika wanafunzi wa Sheikh Nasr al-Bachu, na ndio maana hata walipokuja mashekhi kutoka sehemu mbalimbali wakija hapa, Sheikh Nasr alikuwa toka katika uzima wake na mpaka katika kipindi cha kwa ugonjwa wake kabla hajafa, alikuwa katika watu wa mwanzo kabisa alikuwa anawataja kwa inabidi wawepo, wamsikilize kama iko sawa au iko sawa. Basi alikuwa kidogo mtu yuko mkakamavu kidogo sauti yake, kisha awepo. Hata kila Abul Fadhil alikuja mara ya kwanza hapa mwaka 2007 yeye pia akawapokea vizuri, na pia akatoa sharti kama sisi tuwepo pale, kama mimi niwepo, kama Abu Yahya awepo, kama Abu Arkam sema yeye sana alikuwepo studio, alikuwepo Uingereza na yeye awepo, kama vile Abrahmani aweso, Abu Ahmadi awepo, ili tupate kwa pamoja nao tupate kuwasikiliza, je wanakuja na kitu gani, ili afu sisi tupeleke habari kipindi kile yeye anaumwa kile ambacho kwamba alichokuwa amekuja nacho. Lakini nashukuru alhamdulillah rabbil alamin, walichokuwa akija nacho ilikuwa tayari sisi hatujaja kianza kukilingania moja kwa moja, bali tayari tushaanza kukielewa kupita kwa wanafunzi wetu mbalimbali walikuwa wakienda kusoma Saudi Arabia, ambao tumewasomesha sisi, ambao wamesoma na kina Abul Fadhili huko kufika, kama mfano wa Abrahmani, kuna mwanafunzi wangu mmoja tu Abrahmani na Masudihani na wengineo, walikuwa wakirudi wananiletea vitabu, mimi nasoma, wananiletea audio mbalimbali, wananiletea habari mbali. Allah akatujalia akatupendelea tukaanza kuikubali dawatu salafia moja kwa moja. Zamani tulikuwa katika ile sunna ambayo kama ilikuwa kilinganiwa na Sheikh Nasr al-Bachu toka zamani, ambayo na sasa mkubwa ilikuwa ndani yake na Ansari. Lakini ilivyokuja dawatu salafia kwa sababu sisi ngeletu tukasema tuendelea mbele, hatukusita. Kama mimi sikusita hata dakika moja, kwa sababu nimeanza kuielewa kupita kwa wale wanafunzi wangu walikuwa Saudi Arabia wanasoma, kama kina Abrahmani, kina Masudihani, wao walikuwa kiniletea vitabu na mimi nasoma vitabu, na mimi mwenyewe navisoma vitabu kina Ibn Uthaymeen rahimahullah, ambavyo kama nilivyokuwa ninavyo mbalimbali na naelewa, na nikaanza kuwa mimi niko tofauti na wanafunzi pamoja na Sheikh Nasr Abdullah kwa katika baadhi ya mambo, kwa sababu nilikuwa nazungumza baadhi ya mambo na nalingania baadhi ya mambo, japo ni mdogo na ni mwanafunzi wake. Hata yeye kidogo Sheikh Nasr kidogo kama kidogo anaona mbona nakwenda kinyume, mpaka Sheikh Nasr Allah akielewa haki na pale pale naye akaikubali, wala hakupinga kitu. Akashirikiana naye katika vikao mbalimbali vya dawatu salafia Sheikh Nasr al-Bachu. Kwa mfano chuoni kwangu hapo nilikuwa sana natumia wakati hatuna nguvu Unguja, Faruki pale ndio nilikuwa sasa hivi kituo cha Salafi, lakini ilikuwa bado na mimi ndio nilikuwa msomeshaji mkuu pale katika kipindi hicho. Ilikuwa una Ansari dawa, na mimi napambana nao wale kabla kiasi cha miaka 2000 mwanzo 2000 sasa inaanza 2000. Napambana nao mimi pale mpaka tendo nikawapata wake na Asnum Abu Muhammadi huyu, nikampata Abu Umairi.